Tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matukio ya kila siku ya leo tarehe 21 Januari mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya habari vinavyolingana, viliripoti kuzuka kwa mapigano na kubadilishana risasi katika mji wa mpakani wa Kamanyola usiku wa kuamkia jana Jumanne tarehe 20 Januari mwaka 2026 kuanzia saa 3 za usiku hadi saa 2 asubuhi, yakihusisha wanajeshi wa jeshi la Rwanda na wapiganaji wa Twirwaneho ambao wengi wao wanatoka katika jamii ya Banyamulenge. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, tukio hilo lilianza pale ambapo wanajeshi wa Rwanda walipojaribu kulazimisha kuanzishwa kwa kambi ya wakimbizi ya Banyamulenge huko Kamanyola. Ila wapiganaji wa Twirwaneho walipinga vikali mpango huo, wakisema kuwa ni hatari kubwa kwa usalama wa raia wao. Badala yake, walipendekeza kuwa raia wote wa Banyamulenge waelekezwe kwenda katika nyanda za milima mirefu za Uvira na Fizi, pendekezo ambalo lilikataliwa kabisa na jeshi la Rwanda. Vile vile, kwa mujibu wa vyanzo hivyo, jeshi la Rwanda liliruhusu tu raia wa Banyamulenge wanaotoka Minembwe waliowasili Uvira hivi karibuni, wakati wakijiandaa kujiondoa katika jiji hilo kupitia barabara ya Lemera kuelekea nyanda za milima mirefu. Hata hivyo, Banyamulenge waliokuwa tayari wanaishi Uvira wangebaki wamezuiliwa katika bonde la Ruzizi, huko Rwanda ikisisitiza kuwakusanya katika kambi ya wakimbizi inayopangwa kuanzishwa Kamanyola. Na tukumbushe ya kwamba familia za Banyamulenge zilizotekwa nyara na M23 wakati wa kujiondoa kwa Uvira zimeachwa Kamanyola bila msaada wowote, zikiwa zimelazimika kujitegemea na kulala nje. Wahasi hao wanaoungwa mkono na Rwanda wanaendelea kujitambulisha kwa vitendo visivyo vya kibinadamu na vya kihalifu, kutumia mateso ya watu wa jamii hiyo kama chombo cha kujipatia huruma kisiasa, na wajue ya kwamba kuwaweka kwa makusudi wanawake na watoto katika hatari ya kifo kwa ajili ya propaganda ya kimkakati ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Na tukijielekeza huko Bukavu, mkutano wa dharura uliitishwa na muungano wa M23, AFC na RDF hiyo jana tarehe 20 Januari mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vilivyoko eneo hilo, Bwana Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na viongozi wengine wa muungano huo wamewasili Bukavu, eneo la Muhumba, mchana wa jana kwa ajili ya mkutano wa kimkakati kuhusu kuondolewa kabisa kwa wanajeshi wa Rwanda katika mji wa Bukavu, katika bonde la Ruzizi na maeneo mengine. Ila kutokana na vyanzo vingine, hata hivyo, vinazungumzia kuwa mkutano huo wa kimkakati ulikuwa ni kwa ajili ya kuanzisha upya mashambulizi dhidi ya mji wa Uvira, huku tunavuta subira ili tuone kile kitakachotokea. Na kwa upande wa diplomasia, kufuatia hali ya usalama mdogo katika maeneo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ya Ufaransa imeweka shinikizo kwa serikali ya Kinshasa kuitisha mazungumzo ya kitaifa kama dhamana ya maridhiano ya kisiasa na umoja wa kitaifa katika mwendelezo wa mashauriano yaliyofanywa na makanisa ya Kongo. Na kwa habari hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa habari ya matukio ya kila siku ya leo. Kwa hiyo baki nasi katika siku nzima ili uzidi kuhabarika zaidi. Chao.